Mstari ni wa 5 hadi 7. Hosea mlango wa 2. Mstari ni wa 5. Tunafika hadi 7. Sijui kama kuna yote yako na Biblia ya Kiswahili. Amen. Wacha nikaribishe dikoni wetu atusomee. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tutasoma katika kitabu cha Hosea mlango ni wa 2 mstari wa 5 hadi 7. Katika lugha ya Kiswahili, maana mama yao amezini, yeye aliyewachukua mimba ametenda mambo ya aibu. Maana alisema, nitafuatana na wapenzi wangu, wanipao chakula changu na maji yangu, sufu yangu na kitani yangu, mafuta yangu, vileo vyangu. La 6. Basi kwa ajili ya hayo, angalia, nitaiziba njia yako kwa miiba, nami nitafanya kitalu juu yake, asipate kuyaona mapito yake. Mstari wa 7. Naye atawafuata wapenzi wake, lakini hatawapata, atawatafuta, lakini hatawaona. Ndipo atakaposema, nitakwenda nikamrudie mume wangu wa kwanza, kwa maana hali yangu ya zamani ilikuwa njema kuliko hali yangu ya sasa. Hili ndilo neno. Amen. Utukufu kwake Mungu. Katika ujumbe wa leo, kitu ambacho ninataka kuzungumza kuhusu maisha ya wokovu. Unapoingia katika wokovu, usidhani ya kwamba unaweza ukatoka. Haleluya. Unapoingia katika wokovu, ile siku ambayo ulikubali ukasema ya kwamba nimempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, nimeachana na dunia, nimekuja katika ufalme mwingine, ujue there is no way you can turn back na useme ya kwamba ninarudi duniani. Sijui kama tunaelewana pale. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini ya kwamba ninazungumza na wote ambao wamempokea Yesu. Ninazungumza na watu ambao wanajiita wokovu katika Kristo. Ama kuna yote ambaye hajaokoka, tukianzia mahali pale? Kama umeokoka, inua mikono juu, kwa sababu ujumbe huu ni wetu sisi wote ambao tumeokoka. Haya, jipigie makofi kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Ya kwamba ujue kwamba nilipoingia katika maisha ya wokovu, nilipojitambulisha ya kwamba mimi ni Kristo, nikajitambulisha kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, kukua kuzuri. Unajua katika harusi wanasema for better for worse, in sickness and in health. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nitakuwa pale pale, hata kwa wokovu ni hivyo. Si kwa harusi peke yake, hata katika wokovu, for better for worse, in sickness and in health, mimi nitakuwa pale. Haleluya. Ninataka nizungumuze historia ya mtu mmoja ambaye anaitwa Hosea, ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu. Na Hosea, Mungu alimtuma Hosea aende mahali ambapo kuna wale wanaita prostitute. Kwa Kiswahili wanaitaje? Aende mahali ambapo kuna wanawake makahaba. Akajichagulia mwanamke mmoja pale na akamuoe akawe mke wake. Hosea ambaye ni nabii wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, ametumika katika kazi ya Mungu, lakini sasa Mungu anamtuma aende mahali pale. Si ati aende ahubirie makahaba waokoke, si ati aende pale apeleke injili ya Yesu, lakini aende mahali pale akachukue mke ambaye atakuwa ni mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama wewe ni mtumishi wa Mungu, utauliza Mungu maswali. Nikitoka hapa niende pale kwa Inange, nitaonekana aje? Na wakiniona nimetembea na huyu mkahaba, wataniona aje? Watu watasema mimi si mtoto wa Mungu, watu watasema mimi si mtumishi wa Mungu. Lakini Mungu anamtuma Hosea ambaye ni nabii wa Mungu afike mahali pale na akachukue mke. Usidhani unaweza chukua mkahaba tu hivyo, lazima ukuwe na pesa. Kwa sababu unajua pale, unaona watu wakiwa wanafanya kazi ya ukahaba, kuna ofisi.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna ofisi ambayo ukifika pale lazima utalipa. Ninataka mtu fulani. Wendi tu na kuchukua, ati sasa nimekuona wewe ni mrembo, sasa kuja twende, Mungu amenituma ukae mke wangu. Kuna zile procedure ambazo unafuata. Na sasa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Hosea anafaa afuate procedure hizi akapate mke wa kwake. Hosea alitii sauti ya Mungu na akafika pale na akapata mwanamke ambaye anaitwa Gomera na akamchukua akawa mke wake. Biblia inasema ya kwamba na Mungu akawajalia watoto 3, ambao wa kwanza alikuwa ni mtoto kijana, wa pili akawa ni mtoto msichana, wa 3 akawa ni mtoto kijana. Na kwa hao watoto wote Mungu alikuwa anapatia Hosea majina yao. Mtoto wa kwanza aliitwa Jezreel, ambaye ilikuwa inamaanisha ni sehemu ka nchi. Na mtoto wa pili alikuwa anaitwa Elorehana, ambaye ilikuwa inamaanisha mtoto wa pili alikuwa anaitwa Hana, ambaye ilikuwa inamaanisha watu ambao hawapendwi na Mungu. Na mtoto wa 3 aliitwa Loami, kumaanisha hawa watu tena si watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka twende moja kwa moja tukaelewane, tukapate ujumbe ambao Mungu analeta siku ya leo. Na wakati mwanamke huyu alizaa hawa watoto, ako na bwana yake, ameachana na usherati, amekaa, Mungu amembariki na nyumba. Biblia inasema ya kwamba mwanamke huyu alikaa hivi na akajiuliza, nilipokuwa mkahaba kuna vitu nilikuwa ninapokea. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa pale nje ningepokea fedha kila wakati, ningepata wanaume tofauti, ningepata vitu mingi tofauti, lakini sasa nimekaa mwanamke wa nyumba. Mimi niko na bwana mmoja, niko na watoto 3, yani kazi yangu inazunguka tu ndani, mimi sizunguki kule nje. Biblia inasema ya kwamba na mwanamke huyu akajiita mkutano, akasema ya kwamba nitaenda kule nje, kwa sababu nikienda nilikuwa na wapenzi wengi, nikienda pale nilikuwa ninapewa mafuta ya nywele, nikienda pale nilikuwa ninapatiwa fedha ya mavazi, nikiwa pale nje kuna mambo nilikuwa ninapokea ambayo sasa niko ndani siyapokei tena. Nitajitengeneza vizuri na nikarudi kufanya ukahaba tena, kwa sababu pale nilifaidika. Sasa Mungu anatulinganisha kama yule mwanamke ambao tukiwa pale nje tulikuwa na marafiki kwa ulevi, tukiwa pale nje tulikuwa na marafiki wa kufanya mambo mabaya, tukiwa pale nje kuna vitu tulifanya, lakini Yesu akatukomboa. Na tulipokombolewa tukawa sisi ni wafungwa katika Kristo, kumaanisha kuna mambo mengine tuliachana nayo, kuna vitu ambazo hatufanyi tukiwa ndani ya Kristo tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hatuendelei nazo, tuliachana nazo wakati ambapo tuliokoka. Tulipoteza marafiki, tulipoteza kazi, tulipoteza bahati ambazo zilikuwa kule nje, na tukasema ya kwamba sisi tumejiitanisha watoto wa Mungu. Tunataka tutembee tufanane kama Mungu, tunataka tuvae tufanane kama Mungu, tunataka tuzungumuze tukae kama Mungu. Lakini sasa umefika mahali unaona ya kwamba hauna faida tena, hakuna faida ambayo unapata kwa wokovu. Umefika mahali watu wanakutazama wanasema ya kwamba wewe ni mwokovu ndio, na kwa nini unahangaika? Wanasema wewe ni mwokovu ndio, na kwa nini uko vile vile tu? Si ukuje huku vile ulikuwa, na tuendelee na maisha yetu kama ya kitambo. Na pia na unajiita mkutano, unatazama unaangalia, kwa Mungu hata sioni faida. Nimekuwa kanisani miaka 3, sioni mabadiliko yoyote, sioni kitu ambacho ninafaidika. Na Biblia inazungumza kuhusu mke wa Hosea ambaye alijiita mkutano na akaona mimi ni mwanamke wa mume mmoja. Pale nyuma nilikuwa na wapenzi wengi, ningepata mafuta ya nywele, ningepata fedha ya mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na mwanamke huyu akatoka katika ndoa yake
na akarudi katika ukahaba. Lakini sasa Mungu anasema ya kwamba wakati ambapo unatoka nje, Mungu anazuilia wale wapenzi. Wanapokutazama hawakutamani tena, wanapokuangalia hawakutaki tena. Ni kwa sababu kuna kitu iliingia ndani mwako ambayo haukugundua ulipokuwa katika ufalme wa Mungu. Na sasa unapotoka nje, hata dunia inatambua ya kwamba na wewe si wa dunia tena. Unakuwa umetengwa. Unashangaa, nilipokuwa pale nilikuwa ninakuwa na uhusiano nzuri, lakini nimerudi sina marafiki tena, walionipenda hawanitaki tena. Ni kwa sababu unapookoka, unapojitambulisha na jina la Yesu, unaposema ya kwamba umekombolewa, tayari Mungu anakutenganisha na yale yote, anakufanya kuwa mpya tena. Unapotoka nje tena, wewe si kama yule wa kitambo. Sasa huyu mwanamke akaamua ya kwamba mimi nitarudi. Nilikuwa na wapenzi wengi, tulikuwa tunalewa pamoja. Hata ni kama yeye ndiye alikuwa na wanaume wengi ambao wanampatia fedha, wanamtaka yeye kwa sababu ni mrembo. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati mwanamke huyu ametoka kule nje, hakuna wapenzi tena, kwa sababu Mungu amefunga kila mianya. Anatafuta wa kumpatia pesa ya nywele, hakuna. Anatafuta wa mafuta, hayuko. Ni kwa sababu alijitambulisha na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu alijitambulisha na mbingu. Na neno la siku ya leo, Mungu anasema ya kwamba utazunguka na kisha useme ya kwamba nitarudi kwa mume wangu, kwa sababu huku nje sijaona faida tena. Nitarudi kwa mume wangu, mahali ambapo nitatulia. Mungu anazungumza na mtu siku ya leo ambaye kama anajitazama na ako na fikira ya kurudi kule nje, ako na fikira ya kurudi kwa zile tabia za kitambo, ako na fikira ya kurudi kwa wale marafiki wa kitambo ambao tayari Mungu alimtenganisha nao, tabia ambazo Mungu alikutenganisha nazo. Mungu ananena na wewe siku ya leo akikuambia ya kwamba rudi katika ufalme wa Mungu, rudi katika yule mume wako ambaye ulikuwa ni mmoja tu, rudi katika baba yako ambaye ni mmoja tu, rudi katika nyumba ya baba yako, katika moyo wako wote, katika akili zako zote. Mungu anasema ya kwamba urudi, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu, wewe tayari ni mtoto wa ufalme. Wewe si mtoto wa dunia. Unapojitazama na kuona mimi hakuna faida ambayo ninapata, ni kwa sababu haujatoka nje. Ukoona mateso ambayo utapitia, haujatoka pale nje. Wakati mwingine labda unajiuliza, na nimeokoka kweli? Wewe mwenyewe unajiita mkutano, na nimeokoka kweli? Kwa sababu unajitazama, yani vitu zinakuchanganya katika maisha ya wokovu. Lakini siku ambayo utaamua ninaweka wokovu chini, hiyo ndio siku utajua kumbe ulikuwa umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku utasema nimeachana na wokovu, sasa ninataka nianze kuvaa miniskirt, ninataka nirudi kwenye disco. Hapo ndio watu watakuwa na kuangalia, sema kumbe pia wewe siku hizi umerudi kwa disco. Wewe pastor, watu wanakuita majina ambayo hawajai kuita unapokuja kanisani. Ndio utajua kumbe mimi sikuwa wa dunia, nilikuwa mtoto wa Mungu, nilikuwa ninawakilisha ufalme wa Mungu. Siku ya leo Mungu anasema ya kwamba kuna faida katika nyumba ya Mungu. Huenda ikawa hauyaoni sasa, huenda ikawa haujayafikia sasa, lakini kuna faida katika nyumba ya Mungu. Yes. Kuna mambo mengi ambayo Mungu amekufunika. Yes. Kuna mambo mengi ambayo Mungu amekutenganisha nayo. Oh, yes. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anakupigania. Huwezi ukatazama, huwezi ukaona. Ni kwa sababu vita vyetu si vya mwili, lakini Mungu anasema vita ni vya roho. Yes. Vita si vya mwili na damu, lakini vita ni vya roho. Kuna mambo Mungu anapigana katika maisha yetu. Kuna vitu ambazo Mungu anatulinda nazo. Kuna baraka ambazo Mungu anaachilia. Hatuwezi tukaona na macho ya nje, lakini kuna mambo yanatendeka. Mungu anasema usichoke. Mungu anasema usikate tamaa. Anakuita siku ya leo, anasema utakapotoka, kuna mateso yameandaliwa
pale nje, kuna kukataliwa imeandaliwa pale nje. Yes. Kuna vita vimeandaliwa pale nje. Ndani mwa Yesu uko salama. Yes. Ndani mwa Yesu uko salama. Yo. Ndani mwa Yesu kuna faida. Yo. Ndani mwa Yesu kuna baraka. Yes. Uende kawa hujaona, lakini siku ya leo Mungu anakuhakikishia. Hallelujah. Oh yes. Mungu anakuhakikishia uko salama. Usikate tamaa. Yes. Usitamani watu wa nje. Hallelujah. Usitamani wale ambao hawajaokoka. Kwa sababu kitu ambacho Mungu ameka ndani mwako, watu wa dunia wanaiona, lakini wewe hauioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaki niendelee sana, tusimame kwa miguu yetu. Mungu anasema tumrudie kwake. Haijalishi umekaa kwa wokovu miaka ngapi, lakini kwa Mungu kuna faida. Kwa Mungu kuna baraka.